Sauti inaweza ikatoka kwenye kinywa cha mtu, sauti inaweza ikatoka kwenye kinywa cha mnyama, sauti inaweza ikatoka ndani yako mwenyewe, lakini kila sauti inakuwa na maana. Sasa maisha ya watu leo yapo kama yalivyo kwa sababu ya sauti. Biblia inasema kwamba sauti haibaki kuwa sauti peke yake, bali sauti nyuma yake kuna roho. Ndio maana kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63 anasema hivi, roho ndio itayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno nayowaambia sio maneno matupu, bali ni roho, tena ni uzima. Manake sauti inapokuwa imebeba maneno, haibaki kuwa sauti na maneno peke yake, bali nyuma yake kuna roho inawasababisha ile sauti iliyobeba maneno iweze kuwa na nguvu juu ya kufungua moyo wako kwa ajili ya kusikiza mtu atamke neno kupitia sauti ndani yako. Manake jua kabisa kwamba umefungua kwa ajili ya kuruhusu roho inayonenwa nyuma ya maneno ianze kufanya kazi. Kuna mtu mwingine anaweza akawa ni mtu wa kawaida au ni mtu ambaye ni wa karibu yako. Ulikuwa umepanga ufanye biashara, ulikuwa umepanga ufanye nguo fulani, ulikuwa umepanga, lakini yeye akija kwako akasema kwamba hilo jambo haliwezekani. Unashangaa unapoteza nguvu za kuendelea tena. Kwa nini? Kwa sababu neno ya kwamba haiwezekani halikuwa. Kuna roho ya kukudhofisha na kukufanya uamini kwamba haiwezekani. Ndio maana uwe makini ni nani unayemsikiliza, kwa sababu unayemsikiliza ndiye ambaye sauti yake imebeba roho ya kukontrol maisha yako. Lakini ukiwa na mtu sahihi ambao unamsikiliza, kuna mahali unakwenda kwa jina la Yesu. Kuna nguvu katika sauti. Ezekieli sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 2 anasema hivi, ndipo Bwana akamwambia Ezekieli, simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Na alipokuwa katika kusema nami, ile roho ikaniingia ikanisimamisha. Mara ya kwanza akamwambia simama kwa miguu yako. Ezekieli alipofungua moyo wake kuisikiza ile sauti ya simama kwa miguu yako, roho ikamuingia. Manake maneno, sauti iliyotoka kwenye kinywa cha Mungu haikuwa sauti peke yake, bali ilikuwa sauti iliyobeba nini? Roho. Ndio maana roho ikaniingia. Kwa nini? Kwa sababu ile sauti kwamba simama kwa miguu yako, roho ikaniingia, baada hapo ikanisimamisha. Manake sauti haibaki kuwa sauti, sauti imebeba roho. Kwa hiyo uwe makini ni nani unayemsikiliza, ni nani unayempa nafasi kwenye moyo wako, kwa sababu watu wengi leo wametapeliwa, watu wengi leo wameumbishwa kwenye mahusiano, kwa sababu walipompa nafasi mwanaume aseme kwake, hakubaki kuwa yeye na maneno yake matupu, bali alikuwa ni maneno yaliyobeba roho ndani, kwamba nitakuoa, ya kwamba tutaishi Marekani, ya kwamba nitakujengea nyumba, ya kwamba nitabadilisha maisha yako. Na wewe ukapokea yale maneno ukijua ni maneno, kumbe kuna roho ndani ambayo ilikufanya usimame na kwanza kumfuatilia.